CCM oye! Mheshimiwa mgeni rasmi, ndugu Comrade Amos Makalla, nashukuru kwa nafasi hii na upendeleo wa kipekee. Mwaka jana mwezi Novemba nilirudi Chama cha Mapinduzi. Asante. Kwa kweli sikutarajia kupata upendo mkubwa kama huu niliouona Chama cha Mapinduzi. Nimepata ushirikiano mkubwa kutoka kwa mwenyekiti wetu wa mkoa ndugu Daudi Yasini ambao sikuwahi kuuona. CCM. Baba huyu ana hekima ya kipekee sana na anaongoza wenye viti wa wilaya, makatibu wa wilaya pamoja na jumuiya, sekretariat na halmashauri zote kwa kasi ambayo sijawahi kuiona. Vile vile nimepata ushirikiano mkubwa kutoka kwa Mneki Salim Asas. Nimepata ushirikiano mkubwa kutoka kwa katibu wetu wa mkoa pamoja na makatibu wa wilaya, Comrade Goha. Nimepata ushirikiano mkubwa kutoka kwa viongozi wa jumuiya. Ninawashukuruni sana. Nimepata ushirikiano mkubwa kwa viongozi wa serikali, akianza kaka yangu pale mkuu wa mkoa na wakuu wote wa wilaya pamoja na Heri James ananipa ushirikiano wa kutosha. Ndugu zangu, kwa upendo ambao mmenionyesha, namshukuru sana kaka yangu Msigwa kwa kunionyesha njia sahihi. Wakati wa zamani nikiwa Dodoma miaka ile, babangu alikuwa mkuu wa chuo cha VETA pale Dodoma. Na kama mkuu wa chuo alikuwa na nyumba ndani ya chuo. Kwa ile nyumba iko nyuma ya bunge, spika zote za bunge ukumbi wa Msekwa zinaelekezwa pale nyumbani. Paulo Kimiti wa Katula alikuwa waziri, alikuwa rafiki yake mzee, anakuja sana pale. Akaniambia, kijana na kuhitaji sana CCM. Lakini baadaye nikaelekea kwenye kile chama. Leo ninamkumbuka sana na nimerudi CCM, nimeona chama kizuri. Tangu uhuru wa nchi hii hakijakuwepo chama chenye kulinda amani kama CCM. Hakipo. Tangu kuasisiwa kwa uhuru wa nchi hii hakuna chama kinachoweza kuleta maendeleo kama Chama cha Mapinduzi. Tangu kuasisiwa kwa nchi hii hakuna chama chenye misuli ya kuendesha uchumi imara kama Chama cha Mapinduzi. Tangu kuasisiwa kwa nchi hii hakipo chama kinachoweza chenye uzoefu wa kuongoza nchi kama Chama cha Mapinduzi. Kama alivyosema kaka yangu Msigwa, achaneni na wale wa jamaa wa no reforms no election. Leaders are problem solvers. Chama cha Mapinduzi kwa uhodari na uimara wa viongozi wake wamekuwa wakipata ufumbuzi na kutatua kero za Watanzania siku baada ya siku. Kama alivyosema Msigwa, wale watu hawana ajenda, hawana hoja, hawana sera. Kweli uongo? Na Tundu Lissu, Dr. Slaa na Heche najua watakuwa hapa kesho. Nataka niwaambie kwamba nchi hii, serikali ya Chama cha Mapinduzi haiwezi kuondolewa madarakani kwa mapinduzi. Serikali ya Chama cha Mapinduzi kama itaondolewa na sanduku la kura na si vinginevyo kama wanavyotaka. Maana wamesema no election. Katiba yetu inasema kila baada ya miaka mitano
kutakuwa na uchaguzi mkuu. Sasa wao wamesema mwaka huu hakuna uchaguzi. Ndugu zangu, hawawezi kufanikiwa katika wanalolitaka. Naomba niwaambie jambo moja. Nimemsikia kiongozi wao mmoja akiwa anasema kule Mbeya. Kiongozi wao mmoja anaitwa John Mwambidija akasema mwaka huu wakina mama wote wa Chadema watatembea uchi ili kuzuia uchaguzi. Ninyi wana CCM, kina mama wa Chama cha Mapinduzi, mnaruhusu wamama wa Chadema watembea uchi nchi hii? Mnakubaliana na udhalilishaji huo? Lazima tuseme hapana. Wazee wetu waliturithisha utamaduni mzuri. Hatuwezi kukubali mambo ya kishenzi katika nchi hii. Ndugu zangu, nashukuru sana juzi Mama Chatanda, mwenyekiti wa UWT, ametoa tamko la kulaani matendo maovu aliyofanyiwa mwenezi wa BAWACHA kule Njombe. Namshukuru sana, mpigie makofi Mama Chatanda. Lazima tukatae udhalilishaji katika nchi hii, si ndio? Hatuwezi kuruhusu mambo kama haya. Ndugu zangu, nawashukuru sana. Wale watu hawana sera, hawana ajenda, hawana hoja. Kwa mfano tunamalizia, kila mwaka katika nchi hii, katika sekta ya elimu, watoto wanaomaliza darasa la 7 ni takriban milioni 1 wanatakiwa waende form 1, si ndio? Sasa chama ambacho kina sera kinaweza kuhakikisha wanafunzi wanaingia form 1? Hawawezi, si ndio? Na miaka 10 ijayo, maana yake kila mwaka nchi hii watakuwa wanaenda form 1 zaidi ya watu milioni 5. Sasa hiki chama cha maandamano kinaweza kuwahudumia? Kinaweza kulipa walimu mishahara? Kinaweza kununua madawati? Kinaweza kununua dawa? Kinaweza kujenga barabara? Asanteni sana, Mungu awabariki. CCM oye! Kwa kuhitimisha, Tanzania iko salama kwenye mikono ya Chama cha Mapinduzi chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan. Asanteni sana.